Moja ya ndoto ambayo imekuwa ikiwasumbua watu wengi sana nyakati za leo ni ndoto za shule. Ndoto za shule, unakuta mtu anakuwa amelala, alafu analetewa ndoto yupo kwenye shule, pengine shule ya msingi, shule ya sekondari, Sasa lakini inahusu ndoto ya shule. Sasa katika ishara ya kinabii, unapokuwa unaota ndoto ya shule, tunasema kwamba inakuwa imebeba ujumbe unaohusu maisha ya mlengwa wa hiyo ndoto ambayo ameota. Sasa ninataka niongelee habari ya ndoto hii inayohusu shule. Tunasema ni pale ambapo ukaota ndoto kwamba ukaona kwamba mwalimu amekufukuza. Umefukuzwa shuleni, unatoka shuleni, hauhitajiki tena, ondoka. Na ni kwa njia ya ndoto unajiuliza kwamba kwa nini niote ndoto nione ninafukuzwa shuleni? Na unaona umebeba madaftari yako, unaona unaondoka kwenye eneo la shule. Sasa ndoto ya namna hiyo kinabii tunasema kwamba inakuwa imebeba maana kubwa sana. Na moja ya maana yake unaonyesha wazi kwamba adui anakutoa kwenye fursa ya mafanikio yako. Ukiota ndoto ya namna hiyo, maana yake sehemu iliyokuwa na fursa ya wewe kupata mafanikio, ya wewe kupata baraka, ya wewe kupata maongezeko, adui anaiba, anaondoka nayo. Kwa sababu gani? Unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo, unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo, inakuwa ina maana nzuri. Simama sana katika maombi, maana yake adui anapambana na wewe kukutoa katika eneo la mafanikio yako, pale ambapo unakuwa unaletewa ndoto ya namna hiyo, au unapokuwa unaota ndoto namna. Lakini kama unasoma upo sekondari, upo chuo, ukaota ndoto upo shuleni alafu mwalimu anakufukuza, nataka nilete tafsiri hii kwa mwanafunzi ambaye anasoma kweli kweli, ambaye anasoma katika uhalisia. Sasa kama unasoma alafu ukaletewa ndoto ya namna hii, ukaona kwamba mwalimu anakufukuza shuleni, tunasema kwamba tafsiri yake ni unaonyesha wazi kwamba kuna shambulizi katika elimu yako. Omba sana, maana yake adui anakushambulia katika eneo la elimu, na mashambulizi hayo tunasema kwamba yanaweza yakapelekea kukata kiu ya wewe kuendelea kusoma. Utakuta tangu hapo ulipoota ndoto ya namna hiyo, ile hamasa, ile shauku ya wewe kuendelea kusoma utakuta inapotea au imepotea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulipoota ndoto uliona kwamba unafukuzwa shuleni au kuzingatia, manake unatolewa katika elimu, eneo la elimu, na kwa sababu hilo eneo la elimu ni eneo nyeti sana lililobeba mwanga na mwongozo wa mwanadamu, manake hapo unaonyesha wazi kwamba tangu hapo utakuwapo ni mtu usiyetaka shule, utaanza kuona ile kiu ya wewe kusoma inapotea. Lakini chanzo ni pale ambapo uliota ndoto ya namna hiyo kwamba unasoma lakini umerudi umefukuzwa darasani au umefukuzwa shuleni. Hiyo ndio maana yake. Kwa ni muhimu sana pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo ukasimama nayo sana katika maombi, ili Mungu aweze kukusaidia. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba bonyeza hiyo alama ya subscribe kuwa kwanza kupata mafundisho yote yanayotoka katika chaneli yetu hii. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Moja ya ndoto ambayo imekuwa ikiwasumbua watu wengi sana nyakati za leo ni ndoto za shule. Ndoto za shule, unakuta mtu anakuwa amelala, alafu analetewa ndoto yupo kwenye shule, pengine shule ya msingi, shule ya sekondari, Sasa lakini inahusu ndoto ya shule. Sasa katika ishara ya kinabii, unapokuwa unaota ndoto ya shule, tunasema kwamba inakuwa imebeba ujumbe unaohusu maisha ya mlengwa wa hiyo ndoto ambayo ameota. Sasa ninataka niongelee habari ya ndoto hii inayohusu shule. Tunasema ni pale ambapo ukaota ndoto kwamba ukaona kwamba mwalimu amekufukuza. Umefukuzwa shuleni, unatoka shuleni, hauhitajiki tena, ondoka. Na ni kwa njia ya ndoto unajiuliza kwamba kwa nini niote ndoto nione ninafukuzwa shuleni? Na unaona umebeba madaftari yako, unaona unaondoka kwenye eneo la shule. Sasa ndoto ya namna hiyo kinabii tunasema kwamba inakuwa imebeba maana kubwa sana. Na moja ya maana yake unaonyesha wazi kwamba adui anakutoa kwenye fursa ya mafanikio yako. Ukiota ndoto ya namna hiyo, maana yake sehemu iliyokuwa na fursa ya wewe kupata mafanikio, ya wewe kupata baraka, ya wewe kupata maongezeko, adui anaiba, anaondoka nayo. Kwa sababu gani? Unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo, unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo, inakuwa ina maana nzuri. Simama sana katika maombi, manake adui anapambana na wewe kukutoa katika eneo la mafanikio yako, pale ambapo unakuwa unaletewa ndoto ya namna hiyo, au unapokuwa unaota ndoto namna. Lakini kama unasoma upo sekondari, upo chuo, ukaota ndoto upo shuleni alafu mwalimu anakufukuza, nataka nilete tafsiri hii kwa mwanafunzi ambaye anasoma kweli kweli, ambaye anasoma katika uhalisia.
Sasa kama unasoma alafu ukaletewa ndoto ya namna hii, ukaona kwamba mwalimu anakufukuza shuleni, tunasema kwamba tafsiri yake ni unaonyesha wazi kwamba kuna shambulizi katika elimu yako. Omba sana, manake adui anakushambulia katika eneo la elimu, na mashambulizi hayo tunasema kwamba yanaweza yakapelekea kukata kiu ya wewe kuendelea kusoma. Utakuta tangu hapo ulipoota ndoto ya namna hiyo, ile hamasa, ile shauku ya wewe kuendelea kusoma utakuta inapotea au imepotea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulipoota ndoto uliona kwamba unafukuzwa shuleni au kuzingatia, manake unatolewa katika elimu, eneo la elimu, na kwa sababu hilo eneo la elimu ni eneo nyeti sana lililobeba mwanga na mwongozo wa mwanadamu, manake hapo unaonyesha wazi kwamba tangu hapo utakuwapo ni mtu usiyetaka shule, utaanza kuona ile kiu ya wewe kusoma inapotea. Lakini chanzo ni pale ambapo uliota ndoto ya namna hiyo kwamba unasoma lakini umerudi umefukuzwa darasani au umefukuzwa shuleni. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo ukasimama nayo sana 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 katika maombi, ili Mungu aweze kukusaidia. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba bonyeza hiyo alama ya subscribe kuwa kwanza kupata mafundisho yote yanayotoka katika chaneli yetu hii. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.